Unjambo mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo Bwana Yesu na asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, ambapo ni matumaini yangu ya kwamba uliweza na kuamka ukiwa salama. Weekend yako pia ilikuwa ni ya baraka, na asubuhi ya leo ulikuwa tayari kabisa ukaweze na kupokea neno la Mwenyezi Mungu, maombi, nyimbo za kumtukuza kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Hivyo basi ninakukaribisha ili ukaweze na kuandamana pamoja nasi ili tukaweze na kuendelea na kubarikiwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa naye siku ya leo. Na hii wiki yote ni mtumishi ambaye anajulikana kama Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi Pastoret wa Munyu Pastoret Machakos Sabwendi Quarter. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana tukaweze na kubarikiwa kwa pamoja. Zangu na dada zangu, katika jina la Yesu Kristo naomba kuwasalimia hamjambo na msijambo. Ni wakati mwingine ambao umefika nikukaribishe katika mahubiri ya siku ya leo, nikijua ya kwamba ni muda mrefu kabla hatujaonana katika runinga. Kwa hivyo nimerudi tena na ninaomba tuandamane pamoja katika neno la Mungu ambalo linatusaidia, linatuinua, linatutia nguvu. Kwa hivyo mahali popote uliko, nasema karibu. Naenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, ambapo nitasoma mstari wa 4 na 5. Maandiko yanasema hivi, nikisoma katika jina la Yesu: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani, isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na tuombe. Asante Yesu, mwana wa Mungu. Asante Jehova, na kama vile unaishi na jina lako liishivyo, wakati huu ni wakati wa neno lako. Basi naja kujitwika mikononi mwako, nikiomba msamaha ukanisamehe, nikiomba msamaha uwasamehe watazamaji mahali popote wako na watakuweko. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, twahitaji uongozi wako na neno lako ambalo tumelisoma. Bwana, ukaweze kutushindania na kutufunza kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Basi kulingana na vile tumesoma huo waraka wa kwanza wa Yohana, tunaenda kutoa lengo pale ambayo inasema jinsi ya kushinda vizuizi. Tutaenda kuongeleshana na kusemezana ni njia gani tutaweza tumia ili tuweze kushinda vizuizi. Ninaposema kizuizi ni nini? Ni mambo ambayo yanakwamisha mpango wako usiye ukatimia, usiye ukaendelea. Kwa mfano, huenda ikawa ulikuwa na mpango wa kujenga, na ulipokuwa ukijitayarisha jambo lingine kama ugonjwa likatokea, hizo pesa zikatumika pale. Kwa hivyo huo ugonjwa ukawa kizuizi cha mpango wako wa ujenzi. Hata huenda ikawa wewe ni msichana ambaye ulikuwa unachumbiwa, na hakika shetani akaingililia katikati, mpango wako na mchumba wako ukaharibika. Sasa shetani akawa kizuizi. Kwa hivyo ningetoa mifano mingi ya vizuizi, lakini kizuizi ni jambo lolote lile linazuia mpango wako ambao umepanga na ulikuwa unauombea. Na tunaposema
kuhusu kizuizi, ninaongea na Mkristo ambaye yuko mahali, Mkristo ambaye ameokoka, amemfuata Yesu, anasikia sauti yake, na mara kwa mara mambo yake yanazuiliwa na yule mwovu shetani, na kwenda ikawa shetani amekuwa mwanadamu, lakini yule atakayeshinda vizuizi ni yule anakaa ndani ya Yesu Kristo, ni yule ambaye ameokoka. Kwa hivyo Mkristo ambaye unashindwa mara nyingi na vizuizi zimekuwa nyingi sana, ujiulize maswali, na kweli nimefanya nini ili niweze kuzuiliwa mambo yangu? Huenda ikawa umeokoka, unaishi maisha ya dhambi, na Mungu hawezi akashiriki na watu ambao wako ndani ya dhambi. Kwa hivyo na kuomba asubuhi ya leo ujue ya kwamba hata ikiwa utapata hili neno jioni, ujue ya kwamba unapaswa kutubu dhambi zako. Endapo unaona kizuizi chochote kile kwa mambo yako yale ambao umepanga, tubu dhambi zako, na ukitubu dhambi zako, Yesu Kristo atakupokelea, atakusamehe, atakuosha, atakusafisha. Na ndugu na dada, ukiwa mahali uliko, huyu Yesu ambaye ashindwi akikupokea, bila shaka vizuizi vitaweza kushindwa na utasimama imara. Jambo la pili ambalo tunaweza kuangalia pale ni kukesha katika maombi. Ni ukweli umetubu, umemuita Yesu, Yesu ameitika, na bila shaka endapo hautazidi kuomba, shetani atachukua nafasi tena. Kwa hivyo jambo la pili ni kuomba ili ushinde vizuizi, uombe ukiwa umeokoka. Kwa hivyo tukichukua mfano wa mtumishi wa Mungu katika Agano la Kale, mtumishi wa Mungu Danieli walipoenda nchi ya utumwa, alijichagulia kuomba. Manake alipoenda pale aliona wengi sana wakiabudu miungu, wengine wakaacha tu kuomba, wakarelax na wakakaa, lakini akachagua kuomba 3 times per day. Kwa hivyo katika maombi yake shetani akaona wivu na akaanza kutafuta ni kwa njia gani atazuia maombi yake. Akamtumia mfalme Dario. Katika Danieli sura ya 6 mstari wa 22 tunaona Danieli na wale wakuu wengine walipanga, na sana sana wakuu wale walichaguliwa wasimamie pamoja na Danieli hao watumishi wengine, kwa walichukua njia moja ya kupinga maombi ya Danieli. Lakini kwa ajili ya kusidi kuomba, Danieli hakuzuilika katika maombi yake. Hata ikiwa walimchukua wakamweka kwa tundu la simba, na wakamchukua tena sura ya 3 wakamweka katika tanuri ya moto, walipomweka mahali pale alionekana akitembea kwa moto, na walipomweka kwa simba alionekana na mfalme akitembea, na hakika akiwa rafiki wa simba. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, Danieli alipozuiliwa asiombe, alishinda kwa ajili ya imani ile alikuwa nayo. Kwa hivyo wakati kama huu tunapoongea kuhusu vizuizi ambavyo zinazuia watu katika mipango yao, ninakuomba na kukusihi asubuhi ya leo ndiposa uweze kujua katika vizuizi vyote, ukiwa na imani, ukiwa na tumaini kwa huyu Mungu, hakika kulingana na maandiko utashinda hawa watu, utashinda hii dunia, utapusu katika mambo yako. Watoto wako hawatakuwa kikwazo kwako, mume wako hatakuwa kikwazo kwako. Maana shetani anaweza wachagua wale wawe vizuizi, hawawe kizuizi kwako na cha maombi
maombi yako na hata majibu yako. Basi kwa wakati huu simama imara na usimame na huyu Mungu, na hautaweza kusiliwa hata kamwe, na utashinda, na watu watakuita mshindi, na wataona yale Mungu amekufanyia na amekutendea. Kwa hivyo ninakuzii ili uweze kusimama na huyo Mungu na uokoke. Na endapo uko pale na hujaokoka, ndugu yangu na dada yangu, hakika tafuta njia ya kuokoka. Hebu umuita Mungu, ataitika, na hakika atakuwa jibu lako, na utaokoka, utafanyika mtoto wa Mungu, na utashinda ulimwengu huu ambao uko na shida nyingi sana. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Asante Yehova ni kwa ajili ya neno yako. Neno lako ni la manufaa, na neno lako ni la kutusaidia. Na wakati kama huu shetani ameinuka ili aweze kusuhia watu wengi sana, na amekuwa kisuhizi kila wakati, kila mahali. Uwashindanie watumishi wako. Kila mtu mahali popote amekwama, Bwana ukamuinue na njia ya ajabu sana. Anaomba, anaona jibu lake alijibiki. Bwana ukawe Mungu wake na ukaweze kumjibu, na Mungu Baba aweze kurudisha asante na shukrani kwako. Bwana Mungu, watakaposikia hili neno wajue katika imani Mungu wetu na tumaini Mungu wataweza kushinda, na watashinda ulimwengu, na wataitwa washindi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amina. Baki salama. Imani katika Yesu, ni msingi wa ushindi. Imani katika Yesu ni msingi wa ushindi. Bali sio kupitia kwa mali ambayo tuko nayo, sio kupitia kwa heshima ile ambayo maybe uko nayo, sio kupitia ile title maybe unaitwa pale kazini. Na pia tunafaa kujua kwamba sio kwa nguvu zetu, mbali ni kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, kuamini kwamba Yesu uwezesha, kuweka imani yetu katika huyo Kristo Yesu, na tujue kwamba hatufanyi mambo kupitia kwa nguvu zetu, mbali tuamini kwamba ni Yesu ufanya, ni Mungu utuwezesha, ni Mungu amekuwezesha kufika mahali ambapo umeweza na kufika. Ni Mungu ameweza na kukubariki na hicho ambacho unaona kwamba uko nacho. Sio kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zangu. Tunafaa pia kujua kwamba Kristo, kumwamini na kufanya hayo yote yanafanyika na kuonyesha kwamba huyo Kristo ni matokeo ya uhusiano mwema wetu katikati yetu na Mwenyezi Mungu. Uhusiano wako uko namna gani na Mwenyezi Mungu? Ujue kwamba huo uhusiano mwema ndio unakufanya kufanya yale ambayo umeweza na kufanya. Ndio unakufanya ufike mahali ambapo umeweza na kufika asubuhi ya leo. Sio kwa sababu ya juhudi zako. Kila Mkristo ambaye anaamini Yesu ameshinda dunia, ushindi ni wa imani na sio kwa nguvu zetu. Ushindi ni wa imani na sio kwa nguvu zetu. Mungu akashinda, Yesu akashinda. Tuzidi na kuamini kwamba ushindi haukuwa ni kwa sababu ya nguvu za mtu yeyote yule, bali kwa nguvu za Mungu mwenyewe. Ushindi wa kweli juu ya changamoto, juu ya majaribu za maisha, maana katika ya maisha lazima tupitie changamoto za pale na pale, na pia changamoto ushindi juu ya dhambi hauleti nguvu za mwili tu, mbali huleta imani ya Yesu Kristo. Wakati ambapo umeweza na kushinda yote, inaonyeshana kwamba imani yako iko kwa Yesu. Umeamini kwamba
atakuwezesha. Umeamini kwamba atakupa nguvu ili ukaweze na kuibuka ukiwa mshindi. Je, asubuhi ya leo imani yako iko wapi? Unamwamini nani? Tuangalie imani yetu isiwe ni ile ya kuyumba yumba, bali tusimame imara tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ni kwa sababu yetu, neema yake imetutosha. Bye bye.